yanazidi kuharibika tena zaidi hapa nchini Kenya, huku maandamano ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta yakiendelea kwa siku ya pili. Maandamano ambayo yalianza kwa njia ambayo ilikuwa ni ya amani, sasa yamegeuka kuwa ya fujo, ghasia na uharibifu wa mali. Kuna mali mingi ambazo watazamaji wangu zimeweza kuteketezwa, yakiwemo magari, majumba ya watu, supermarkets, na hiyo hali watazamaji wangu inazidi kuwa mbaya zaidi. Kabla sijaendelea kufahamisha kwa kina watazamaji wangu kuhusiana na vile hali ilivyo sasa hivi hapa nchini Kenya, ambapo maandamano yanaendelea kushuhudiwa kwa siku ya pili kupinga ongezeko la bei ya mafuta, ningependa kuomba mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia muweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, kwa siku ya pili kuna hali ya wasiwasi ambayo inazidi kushuhudiwa hapa nchini Kenya, huku matatu operators wakiendelea na mgomo wao kwa siku ya pili. Sasa wananchi ndio wanaumia kwa sababu mpaka sasa hivi hasa kwenye miji mikuu, tukianza na pale jijini Nairobi, unaona shughuli za usafiri zinazidi kutatizika. Na mtazamaji wangu, nimekuelezea hapo awali, sio kwa matatu operators peke yake. Yoyote ambaye anatumia barabarani sasa hivi anajua vile hali ilivyo. Barabara zimefungwa, na kama imefungwa basi inamaanisha kwamba hakuna lolote ambalo litakuwa linaendelea leo kwenye sekta ya usafiri kama tu vile ambavyo ilifanyika hapo jana. Na kama barabara zitafunguliwa, basi zitakuja kufunguliwa masaa ya jioni, wakati waandamanaji watakuwa wamemaliza kupinga ongezeko la bei ya mafuta. Sasa watazamaji wangu, nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka kule maeneo ya Bungoma County, ambako maandamano yanazidi kuwa makubwa sasa hivi, barabara zinazidi kufungwa. Pia kule Western, watazamaji wangu, Kakamega, Bungoma, kama vile ambavyo nilikuwa nimewafahamisha hapo jana, ni kwamba pia kuna maandamano makubwa ambayo yanaendelea kushuhudiwa sasa hivi. Maeneo mengine watazamaji wangu ambayo barabara zimeanza kufungwa ni kule Narok County. Narok Town sasa hivi watazamaji wangu wa kuingiliki, hauwezi ukatoka kwa sababu kuna roadblock kubwa. Wananchi wamewasha bonfire, wameweka mawe ili kuzuia movement ya magari siku ya leo. Lakini kwanza, kabla sija kuwekea hii video kuonyesha vile hali ilivyo sasa hivi pale ground, kuna breaking news ambazo tunazipata sasa hivi, ambapo hapo jana watazamaji wangu, kuna mmoja ya wabunge wa UDA ambaye alikadiria hasara baada ya lori lake kuchomwa na wananchi hapo jana kule Naivasha County, wakati wananchi walikuwa wanafanya maandamano kupinga ili ongezeko la bei ya mafuta. Chemusai UDA member of parliament Paul Biego is counting losses after his truck was torched during the fuel price hike protest in Naivasha. Sasa natumai mmeweza kupata picha kamili ya uharibifu ambao unaendelea kufanywa na haya maandamano ya kupinga ongezeko la bei ya diesel pamoja na petroli. Hapo jana asubuhi watazamaji wangu, kuna gari ambalo liliweza kuchomwa kule jijini Nairobi, lakini kwa sasa hivi kuna hali ya utulivu. Ingawaje maandamano yameanza, lakini hayaja kufikia zile fujo na ghasia za kuanza kuharibu mali za watu. Kabla sija kuwekea vile hali ilivyo sasa watazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Sasa hivi niko hapa na gari langu, nimezuiliwa. Hali ni ngumu na ni mbaya, barabara zote zimefungwa, hakuna gari ambalo linapita, liwe gari la kibinafsi, magari ya kazi, yote hayapiti. Nimefika hapo Kamkuyo, tumefungiwa, na nilikuwa nimebeba mzigo, inafaa nifikishe Kitale. Kwa kweli tukaomba serikali irekebisha hii maneno. Nilikuwa natoka Kitale naelekea Kisumu kwa shughuli tu zangu. Nimekuja kufika Kiminini,
napata magari zimekwama, wameweka migomo, magari hazipiti. Tumekuja na mapikipiki hadi hapa Kamkuywa, hakuna magari na hakuna gari inabeba sahi. Mimi kwa majina naitwa Hassan. Sisi kweli tumechokeshwa na hii serikali ya Ruto. Sisi kila siku ukilala asubuhi, Ruto kama ulikuja business Kenya, sema tu ulikuja business. Na kama ulisema ulikuja kufanya kuwa president, wewe ulikuja kuokoa maisha ya wananchi. President tulikuwa tunaenda na shilingi 50 Matili kutoka Kamkuywa mpaka Matili. Tunalipishwa 350 kwa pikipiki. Na ni pikipiki ya stima. Tutaenda wapi? Jameni, tutaenda wapi? Alafu mtuambie hii ni uongozi mlikuwa mnatupromise. As you can see, hii barabara imefungwa ni kwa sababu ya hali ya maisha vile imepanda. Hao watu wameacha shughuli zote wako hapa kwa sababu ya mafuta vile imepanda na maisha imeweza kubadilika, imeenda juu sana. Na nimepata hakuna magari, niko stranded hapa. Sijui tutafanyaje. So mimi kile naomba serikali ya hii Kenya, hii serikali iangalie mambo ya mafuta, maana yake sasa hizi vitu yote vinakuja kwa sababu ya mafuta. Unatoka nyumbani kuja kutafutia watoto, ukifika kwa soko hakuna kazi yenye umefanya, na wewe ulisema bottom up. Hiyo bottom up ulikuwa unamaanisha nini? Watazamaji, kama vile ambavyo mnajionea, hivyo ndivyo hali inazidi kushuhudiwa sasa hivi maeneo tofauti hapa nchini Kenya. Unaona kwa kweli wananchi wameamua enough is enough, na hiki ndio kipindi ambacho serikali inastahili kuwasikiza sasa. Unajua watazamaji wangu, wa Kenya wamekuwa kimya kwa kipindi kirefu, wamekuwa wakishuhudia gharama ya ongezeko la bei ya mafuta. Kuanzia mwezi uliopita iliongezwa kwa shilingi 40 wakapunguza na shilingi 10. Sasa mwezi huu wengine wameongeza na shilingi 40 wakapunguza na shilingi 10. Yaani watazamaji wangu, ni kila mwezi tu mafuta yanaongezwa, sio eti kuna siku ambayo yataweza kupungua. Na sasa wananchi wameona njia pekee ambayo serikali inaweza kuwasikiza pengine tu ni kuingia kwenye maandamano na kuonyesha serikali ya kwamba wamechoka na wanataka bei iweze kuwa reviewed. Waliweza kuireview hapo jana, lakini bado wananchi wanataka iweze kuteremshwa zaidi, angalau hata ifike iteremshwe kwa zaidi ya shilingi 40. Hapo sasa wananchi maisha hayatokuwa magumu. Unaona matatu operators wanaweza kurudi kazini, lakini bila ya hiyo haya maandamano watazamaji wangu yatazidi kushuhudiwa. Jana ilikuwa ni siku ya kwanza, leo ni siku ya pili, kesho ni hivyo hivyo. Tunatumai kwamba leo watazamaji wangu mazungumzo mengine yatafanywa na viongozi wa transport sector pamoja na baadhi ya mawaziri ambao walikuwa wamefanya mazungumzo hapo jana, akiwemo waziri wa fedha John Mbadi, waziri wa kawi Opiyo Wandayi pamoja na waziri wa transport mheshimiwa Davis Chirchir. Hao ndio tunatarajia kwamba wataweza kulainisha haya mambo yote, pamoja na William Samoei watazamaji wangu, kwa sababu yeye ndiyo ambaye anaongoza nchi, na kwa hivyo kuna mahali inafika awasikize tu kama vile ambavyo aliwasikiza kwenye maandamano ya kupinga finance bill ya mwaka 2024 2025. Vijana wa Gen Z wanazidi kujitokeza kwa wingi kupitia kwenye mitandao ya kijamii, wanaendelea kujipanga kuendelea na maandamano yao mpaka serikali iweze kuteremsha bei ya mafuta. Na kwa mimi watazamaji, lakini wewe sijui mahali upo sasa hivi, hali iko namna gani? Maandamano yameanza ama bado? Na hali ya usafiri iko namna gani eneo lako? Matatu operators wamegoma ama wao wanaendelea na shughuli kama kawaida? Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji, na kabla sijatamatisha na kukumbusha tena ujiunge nami hapa BMT Reportix kwa kusubscribe na pia uweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi.